Okay, huyo anasema habari dokta, itabidi nimpe namba rafiki yangu akitoka hospitali, maana kisukari kilitaka kumtoa uhai. Nikamwambia mpe tu, na kwa nini umemwangalia mpaka kazidiwa? Akasema kisukari ni hatari dokta, alipoteza kumbukumbu kabisa, alikuwa kama amechanganyikiwa. Akanijibu swali nilomuuliza ya kwamba mpe tu, kwa nini umemwangalia mpaka amezidiwa? Akasema ni mbishi dokta, alisema atumii dawa, Mungu atamponya. Nikamwambia okay, kwa sasa ameshakuwa mwelewa? Anasema kwa kweli, maana juzi ndo katoka ICU. Nikamwambia gharama ya matibabu, alafu nikamwambia afanye utaratibu wa kuchukua dawa, ataingia katika programu yangu. Nikamwambia nimsimamie vyakula, akawe mwalimu kwa wengine, japo kwa hali yake ni vyema zaidi akaanza na dawa. Level ya ICU sio mchezo. Kwa hiyo nikawa nampa maelekezo, kwa sababu kwamba ameshafikia ICU, maana yake ni sukari ambayo inakuwa iko juu sana. Lakini pia nikamalizia nikasema maana yake hicho kisukari kiko juu, ajitafakari ICU katumia shilingi ngapi, anaweza akatoka ICU salama, alafu baada ya mwaka akaja kukatwa mguu au kidole. Akanijibu sawa dokta. Okay, ugonjwa wa kisukari umekuwa ni tishio kubwa sana. Nakumbuka nimetoka kumsaidia mama ambaye nimemtibu kama miezi miwili iliyopita. Mama huyu ameteseka kwa muda wa miaka 25. Yaani amekuwa akiteseka na kisukari na kuhangaika kujitibu kisukari kwa muda wa miaka 25. Lakini mimi nimeweza kumsaidia ndani ya miezi miwili. Sasa nini ambacho kinachotokea katika ugonjwa wa kisukari? Wengi hawapewi elimu stahiki kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Lakini habari mbaya ni hii hapa. Hakuna daktari ambaye yupo hospitalini atakaye kufundisha ugonjwa wa kisukari, atakaye kuambia ukweli kuhusu kisukari. Kwa sababu wanajua ukipona kisukari utashindwa kuendelea kwenda kuchukua dawa zao, ama utaacha kwenda kuwaungisha dawa. Kwa hiyo hawako tayari kuambia Watanzania ukweli, hawako tayari kuiambia dunia ukweli, hawako tayari kuambia wagonjwa ukweli ili waendelee kuuza dawa. Ni watu wachache ambao wanapata maarifa haya kupitia Dr. Kuboja, kupitia session kama hizi, kupitia channel ya Dr. Kuboja, wanabarikiwa. Cha kwanza ni lazima upate elimu sahihi kwa nini unapata kisukari. Daktari yoyote wa hospitalini ambaye anayetaka kutibu kisukari, muulize hizi dawa unazonipatia ni dawa ambazo zinanitibu moja kwa moja ama dawa ambazo zinanitibu kwa muda mfupi tu. Lakini pia anatakiwa akufundishe kwa nini umepata kisukari, kwa nini dawa za hospitali unapotumia mara sukari inapanda mara unashuka. Lakini pia anatakiwa akufundishe vyakula au vitu gani vilivyopelekea sukari ikapanda. Kwa hiyo hapa ndipo ulipo mzizi na ndipo ilipo siri ambayo wamewaficha. Mtu anakuambia na miaka 10 naumwa sukari. Mama huyu miaka 25 anasema imefika hatua paka mtu anaweza kapita karibu yangu nisimtambue mpaka nisikie sauti. Maana yake amefika kwenye hatua ambayo ni mbaya, hatua ambayo alikuwa anakwenda kupoteza maisha yake, hatua ambayo alikuwa anakwenda kupoteza uhai wake. Lakini mimi nilichokifanya, nimempatia dawa, lakini pia nikampangia mpangilio maalum, nikampa program maalum nini ale na nini atakiwi kula. Within 2 months sukari yake imefika level ya 6 kuelekea 7. Mara mwisho umeenda kupima sukari yake iko 7. Maana yake ni sukari ambayo ni ya kawaida tu. Kwa hiyo kuna siri kubwa ambayo wengi wamefichwa hapa. Kama wewe unaona video hii kwa mara ya kwanza, huenda kuwa ni baba yako ana miaka 10, ana miaka 5, ana miaka 7, mama yako, mjomba yako, shangazi yako, mlete kwa Dr. Kuboja tumsaidie. Tutamsaidia program, tutamsaidia matibabu,
Lengo hasa kubwa ambalo huwa nawafundisha wengi ni kwamba tunataka tuwatoe watu kwenye utumwa wa kumeza madawa. Moja ya madhara makubwa ya hizi dawa yanakwenda kuua figo. Moja ya madhara makubwa ya hizi dawa yanakwenda kushusha kinga za mwili. Lakini pia moja ya madhara mengine ni kwamba hizi dawa zinakwenda kuua lenzi za macho, na ndio maana wahanga wengi wa sukari wanapata shida ya uoni hafifu, wanashindwa kuweza kuona vizuri. Lakini pia changamoto nyingine ya hizi dawa ama sukari inapokuwa imesambaa kwa muda mrefu, inapelekea pia kuweza kuleta udhaifu katika viungo na kupelekea baadhi ya watu. Mama mmoja nikawa naambiwa amekatwa kidole, anaambiwa tunapoelekea inabidi tutakukata mkono mzima usipotafuta alternative namna gani ya kuweza kujitibu sukari. Lakini tuna shahidi ya watu ambao wamepoteza viungo, wamekatwa miguu, akiwemo mmoja ya mbunge wetu maarufu sana, mbunge Bwege, ambaye ni mbunge wa Pwani huko. Alikatwa mguu na tuliweza kuliona katika video yake mpaka anafika bungeni, lakini akiwa amekatwa mguu. So hicho ndicho ambacho kinachotokea. Tusipokuwa makini, tutaendelea kupoteza wazazi wetu, tutaendelea kupoteza wimbi la vijana. Leo hivi mpaka vijana wadogo wanaumwa kisukari, na wanakwambia nimemeza dawa miaka 3 miaka 5. So namuuliza, dawa unameza miaka 3 miaka 5, hamna mafanikio yote, kwa nini unaendelea kumeza? Anasema ni kwa sababu nimeambiwa niendelee kumeza. Kwa hiyo naomba tuamke, tutoke usingizini, kila mmoja abadilike. Lakini pia kama unatazama video hii kwa mara ya kwanza, una ndugu yako ambaye anayesumbuliwa na kisukari, naomba hakikisha unamtumia huu ujumbe. Share na wewe, nenda sehemu ya share hapo. Share naye kwenye WhatsApp, share kwenye magrupu mbalimbali, share kwenye magrupu ya familia, share na kila mtu. Hakikisha una share hii video kwa wingi zaidi. Watanzania waone hii video, Kenya waone hii video, Uganda waone hii video, Kongo waone hii video. Wote kwa pamoja watapona ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo inawezekana tukajitibu kisukari wenyewe. Inawezekana tukatibu afya, tukadhibiti kisukari. Inawezekana watu wakaacha kukatwa miguu. Inawezekana watu wakaponywa kisukari. Lakini moja ya matibabu pekee ya kisukari ni tiba mbadala ama tiba za asili. Kwa hiyo kama una ndugu yako ana changamoto hii, mama yako, mzazi wako, tuwasiliane kwa namba ifuatayo kwa utaratibu wa matibabu. Kama uko mkoani na kutumia dawa zangu kwa njia ya mabasi moja kwa moja. Mkiona kama familia changamoto imekuwa ni kubwa, mnaweza mkagharamikia usafiri wa kunisafirisha huku nilipo. Mimi napatikana mkoa wa Mbeya, lakini na utaratibu pia wa kufika moja kwa moja mpaka sehemu husika aliyopo mgonjwa. Mkiona kama familia, kama wewe ni mhusika kwamba daktari anahitaji kuonana na wewe physically, niko tayari, nitakutumia nauli ya kwenda, nitakutumia nauli ya kurudi na nitakulipa gharama za matibabu. Tunaweza tukawasiliana kupitia namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Tafadhali share video hii kwa watu wengi zaidi. Share ujumbe huu uwafikie watu wengi zaidi wanaoteseka na ugonjwa wa kisukari. Usiruhusu ndugu yako yoyote akakatwa mguu. Usiruhusu mama yako, baba yako mzazi, mjomba wako, shangazi yako akafa kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari. Wakati huo mtoto wa Mungu Dr. Kuboja ana uwezo wa kumtibu kisukari ndani ya muda mfupi. Chukua hiyo namba yangu ambayo nimetoka kuitaja hapo muda sio mrefu. Lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, naomba ujisajili ama usubscribe. Hapo kuna button ambayo imebonyezwa subscribe. Bonyeza hiyo button. Mara baada ya kumaliza kubonyeza hiyo button, hakikisha umejisajili, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili pindi nitakapoweka video nyingine usiweze kukosa video yangu ama usiweze kukosa masomo yangu. Dr. Kuboja, bingwa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano.